Matayarisho ya kufungua shule yakiendelea kwa muhula wa kwanza, serikali imetakiwa kutuma mgao wa fedha za masomo kwa wakati unaofaa ili kuhakikisha masomo ya muhula wa kwanza yanaendeshwa ipasavyo. Yanajiri huku wazazi wa wanafunzi wa gredi ya 10 wakitaka serikali iongeze muda wa kubadilisha shule walikoitwa wana wao. Mwanahabari wetu Brian Nzioke ametuandalia taarifa hii kwa kina. Baada ya serikali kuongeza muda kwa wazazi na wanafunzi kuwasilisha maombi ya uhakiki zaidi, wazazi wanasema tovuti upangaji bado inalemea, hali inayofanya zoezi hilo kuwa changamoto kubwa. Muda ule tulikuwa tunabewa wa kupandirisha shule ulikuwa mdogo kwa sababu tulingangana, na kabla mtu apate ile shule alikuwa anataka tukapata system imefungwa. Kwa hivyo tunaomba serikali kwa heshima watuongezee muda ndio tubadilishe shule, kwa sababu shule zenye watoto wanaitwa hatuwezi tukafikia. Talika wanataka muda huo kuongezwa sasa, huku wakisema kuna ukinzani wa tarehe ya kufanya shughuli hiyo kwa tarehe inakinzana na wakati shule zinapotarajiwa kufunguliwa. Lakini huko Matu ni mbali sana na mimi sina pesa, ndio sababu ninataka akuje hapa karibu. Hata hivyo, wazazi wametakiwa kuwapa wanao uhuru wa kuchagua mwelekeo wa masomo wanaotaka ili kufanikisha masomo yao. Hivyo ni vizuri wazazi wakubali mfumo huu, kwa sababu mfumo huu umewawezesha walimu kuweza kutafuta ni nini ambacho mtoto anaweza kufanya vizuri ama ni nini ambacho kinaweza kumuendeleza kimaisha. Wito huu unatokana na hali ambapo baadhi ya wazazi wamekuwa wakidharau mwelekeo wa sanaa na michezo, huku wengi wakielekeza watoto wao katika mwelekeo wa sayansi, teknolojia, uhandisi, hisabati pamoja na sayansi za jamii. Wazazi lazima wahimizwe kwamba zile vitengo ambao watoto wao wameitwa wazingatie kwamba watoto wafanye vitu kama hizo, kwa sababu si wengi ambao wanataka kufanya sayansi ama si wengi wanataka kufanya mambo ambayo hawaitaki, kwa sababu tutakuwa na watoto wengi ambao wamebadilishiwa vitengo vyao na hawataki kufanya hizo ngazi ambazo wameitwa, na italeta shida nyingi katika siku za usoni. Kutokana na hali ngumu ya kiuchumi, mbunge wa Kaiti Joshua Kimilu ametaka serikali kutuma mgao wa fedha za masomo mapema ili kufanikisha muhula wa kwanza. Before 8th capitation yote imetuma mashule ndio tusaidiane na wazazi. Kwa hivyo serikali, tunauliza Minister of Education, tunataka tuone mkifanya kazi haraka iwezekanavyo. Mnajua vile maisha imekuwa ngumu. Saa hii tunaongea watu wanalia. Mwaka huu unapokaribia kukamilika, shughuli za masomo zilitatizika katika maeneo mengi nchini kufuatia kucheleweshwa kwa mgao wa fedha hizo. Brian Nzioke, NTV Hadhuri, kaunti ya Makueni.